Serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan imetangaza kuuza sehemu ya dhahabu yake ili iweze kufadhili miradi mbalimbali ya ujenzi kutokana na kupungua kwa misaada kutoka mataifa yaliyoendelea. Sasa kauli hii imepokelewa kwa hisia tofauti na makundi mbalimbali ya watu. Sasa hapa tunakuja na uchambuzi wa pande mbili. Kwanza tutaangalia upande wa kwanza, tutaeleza faida ya jambo hili, lakini tutakwenda upande wa pili, tutaeleza changamoto za jambo hili. Kwa hiyo tuanze na faida za jambo hili, halafu baadaye tutamaliza na changamoto za jambo hili, halafu wewe sasa utaangalia faida zilizopo pamoja na changamoto zilizotajwa, unaona nini kifanyike. Sasa faida ya kwanza ya jambo hili ni kupata faida kubwa. Bei ya dhahabu imepanda na kufikia rekodi ya juu kabisa mwaka huu 2026. Kwa hiyo kama Tanzania itaweza kuuza dhahabu yake, itajipatia fedha nyingi kwa sababu soko la dhahabu limepanda. Kwa hiyo ni kipindi kizuri cha kuuza. Lakini faida ya pili ni kwamba dhahabu iliyokaa tu bila kazi yoyote italeta faida endapo itauzwa kwa lengo la kujenga miundombinu, ambapo hii miundombinu itakayojengwa, miundombinu hii ambayo itajengwa itatoa fursa za ajira kwa watu watapata fursa za ajira. Lakini pia miundombinu hii itaweza kukamilika na inaweza ikaingiza ama ikarejesha fedha zaidi. Hiyo ni mbili. Lakini tatu, kuuza dhahabu kwa lengo la kuweza kujenga miundombinu yako ni dalili na salamu kwa dunia kwamba sasa Tanzania imeanza harakati za kujitegemea yenyewe, tukiwa na maana ya uhuru wa kiuchumi. Tunachokipigania sisi ni uhuru wa kiuchumi. Mataifa yetu madogo haya yanayoendelea hayana uhuru wa kiuchumi, yamekuwa yakitegemea misaada kutoka mataifa makubwa. Sasa kama mataifa makubwa yameamua kusitisha misaada, na inafahamika wazi miongoni mwa sababu ya mataifa haya kusitisha misaada, vingine vinakuwa ni visingizio tu, lakini mataifa haya makubwa yanasitisha misaada kwa sababu yanatumia vita vingi katika vita, katika hii vita ya Ukraine, katika vita ya Ukraine pamoja na Urusi. Mataifa mengi yamekuwa yakipeleka fedha huko, fedha nyingi zinakwenda huko. Kwa hiyo zinatafutwa sababu ndogo ndogo kwa ajili ya kuikatia misaada haya mataifa yanayoendelea. Lakini huwezi kulalamika. Utalalamika vipi wakati ule ni msaada? Sasa mataifa ya Kiafrika yanatakiwa yajifunze kujitegemea yenyewe. Kwa hiyo hii inaweza ikaleta picha nzuri sana duniani kwamba sasa Tanzania kwa njia yoyote ile imeamua kuanza safari ya kujitegemea yenyewe. Walioweza wamewezaje? Sisi tunashindwaje? Kwa hiyo ni mwanzo mwema. Lakini hata hivyo tutazame sasa upande wa pili, upande ambao tunasema zinaweza zikawa changamoto za jambo hili. Jambo hili linaweza likaleta changamoto zifuatazo. Moja, hifadhi ya dhahabu ni kinga dhidi ya sarafu yetu. Sasa endapo shilingi itapatwa na changamoto sokoni na ukakutwa una ukata wa dhahabu, italeta ugumu kwa benki kuu kuimarisha shilingi. Kwanza tukubaliane ama tuondoe utata ambao watu wengi bado hawajauelewa. Inauzwa sehemu ya dhahabu, sio dhahabu yote, sehemu ndogo inauzwa. Kama sehemu iliyobaki ni kubwa, changamoto hii haitatokea. Lakini kama sehemu inayobaki ni ndogo, kunaweza kutokea changamoto. Sasa hii tunaamini sehemu inayobaki ni kubwa.
Lakini changamoto kubwa ambayo inazungumzwa zaidi ni kwamba shilingi yetu itakuwa katika matata, lakini inaweza isiwe katika matata, itategemea na kiwango ambacho kimesalia. Hofu ya pili ipo katika uaminifu. Tunauza dhahabu kwa lengo la kufadhili ujenzi wa miradi. Kama tunauza dhahabu kwa lengo la kufadhili miradi, sasa watu wana hofu, vipi miradi ikishindwa kukamilika? Kwa sababu changamoto kubwa tulio nayo katika nchi yetu, changamoto kubwa miongoni mwa changamoto tulizo nazo, changamoto mojawapo ni uaminifu. Serikali inatoa fedha, wale wasimamizi, fedha zinaweza zikafanywa lolote. Kwa hiyo hofu kubwa ya watu ni hiyo. Je, kutakuwa na uaminifu katika ujenzi huu? Sasa kama itashindwa kukamilika, maana yake dhahabu itakuwa imepotea bure, kwamba fedha zikitoka halafu kukatokea ubadhirifu, maana dhahabu itakuwa imetumika bure, kwa sababu uaminifu ndio ulifanya Tanzania ikashindwa katika sera yake ya ujamaa, kwa sababu ile misaada yote ambayo ilikuwa inakuja kwa ajili ya kwenda kuendeleza kilimo vijijini ilikuwa inakutana na watu wasio waaminifu. Tukashindwa katika sera zetu nzuri kabisa za ujamaa, sera ambazo zilikuwa na lengo la kuhakikisha kila mmoja anashiba, kila mmoja anakuwa na maisha mazuri. Sasa kwa hiyo hofu ipo hapo katika uaminifu, kwamba tunaweza tukauza sehemu ya dhahabu yetu, lakini wasimamizi hawa wakatuangusha. Tunaamini kama Rais Samia atakuwa amejipanga vizuri, tunaamini changamoto hii anaweza akaishughulikia, kwamba tukahakikisha kwamba tunakuwa na wasimamizi waaminifu, vinginevyo tutaingia katika hasara kubwa. Sasa endapo dhahabu itauzwa, ili kuepusha hili, lazima kuwe na usimamizi imara, usimamizi wa kutosha. Kuhitimisha kwa kusema kwamba endapo dhahabu itauzwa na miradi ikajengwa kweli na kukamilika, huu utakuwa ni ushindi mkubwa. Lakini kama itauzwa halafu miradi ishindwe kukamilika, itakuwa ni changamoto kubwa. Imani yetu ni kwamba patawekwa usimamizi imara. Hata kama itauzwa, miradi itajengwa kweli na kukamilika, na huu utakuwa ni ushindi mkubwa sana. Vipi wewe msikilizaji wa chaneli hii, una maoni gani kuhusu jambo hili ambalo nimelieleza? Wewe unaonaje jambo hili? Vipi linakwendaje? Niwatakie siku njema, lakini nimalize kwa kutoa tangazo. Wanafunzi wanaorudia mitihani, wanaotaka kusoma English course, nimeweka tangazo hapo na namna ya kuweza kutupata katika komenti ya kwanza ambayo iko pinned. Basi niwatakie siku njema.